Mabosi, habari za mchana. Leo hii clip ni kwa ajili yenu, lakini pia naomba wadada mjifunze kwenye clip hii namna ya kuongeza thamani. Okay, niliwaambia wadada, ukijitrain, ukiongeza thamani yako, ukafanya kazi zako vizuri kwa ubora, utalipwa vizuri, soko litakutafuta. Kuna wadada wanatafutwa, kuna wadada wanang'ang'aniwa, kuna wadada wanalipwa vizuri kwa sababu wamepandisha thamani, lakini sio wengi, ni wachache sana. Sasa mimi nitakutolea mfano. Siku za nyuma nilikuwa natoa wadada, kupata dada ilikuwa ni £100 wakati tunaanza kabisa mradi wetu. Mshahara wa dada ulikuwa ni £100 na kukupatia dada ilikuwa ni £100. Sasa hivi kupata dada kwa hela ndogo kabisa ni £500 na hela ya juu kabisa ni £4 na tuna wateja ambao wanatoa hizo hela. Kwa nini? Kwa sababu nimepandisha thamani. Nimepandishaje thamani? Nimejifunza kwanza vitu gani mabosi wanapenda. Kitu ambacho nawaambiaga wadada kila siku, bosi wako anataka nini? Fanya kile kitu ambacho bosi anataka. Okay? Na kama huna uwezo, pandisha uwezo wako. Kwa upande wangu mimi nimewasikiliza sana mabosi wanachokitaka. Na ndio hapo tulipokuja na hizi kategori tatu. Kuna professional, smart na traditional. Sasa kwenye hizo level tatu, traditional, wale wanaodeal na traditional tulishawaambia kabisa, hatuwezi kufanya miujiza kwamba eti dereva wa baiskeli aende akaendeshe gari au akaendeshe ndege, au dereva wa gari aende akaendeshe ndege. Hicho kitu hakiwezekani. Kwa hiyo tusibishane, kwa sababu kila mtu ana taaluma yake. Sisi kwenye huu mradi wa Wadada Center, hii ni taaluma yetu. Miaka 15 huwezi kudharau. Yaani hata kama ni daktari ambaye amesoma amebobea, jamani, anasoma miaka mingapi? Na unaenda unakaa, anakwambia leta kalio lako, anachoma sindano na unatulia na anakupa na dawa na unaenda kunywa. Kwa nini utudharau sisi ambao tunakwambia wadada wa kazi za nyumbani, hii ni sekta yetu. Tumefanya nao kazi, tunawajua. Tunapokuambia huyu ni traditional, uwezo wake unaishia hapa. Unless mpaka ajipe muda, umtrain, umwelekeze, umsimamie, ndio viwango vyake vianze kuongezeka. Lakini kuna yule dada tu ni wa kuongoza, ni wa kusimamia na hawezi kujiendesha zaidi. Okay? Issue kama za malezi ambazo eti kuna mabosi wengine kama huyo nilokuwa naongea naye anasema kulea kukaa tu na mtoto tu, wakati mtoto wake yeye mwenyewe hamwezi. Yeye mwenyewe anasubiri, anataka aletewe mtoto ambaye ameshabembelezwa, ameshalala. Anasema huyo dada atakuwa ni mvivu tu. Yaani wewe mama mtu, mtoto wako ule mzao uliombeba tumboni umemshindwa, unataka dada ambembeleze, akae naye kutwa nzima, akashinda naye, unarudi kazini, hata kusema umpokee dada mwenyewe ndio huyo traditional ambaye anahitaji usaidizi. Wewe unang'ang'ana kwamba dada atakuwa ni mvivu. Jamani, please, naomba tuelewane. Hii sekta ni ya kwetu, tumefanya nayo kazi muda mrefu, miaka 15. Ni taaluma kama taaluma nyingine. Kwa hiyo kama ambavyo wewe una taaluma yako, sijui uhasibu, sijui wanasheria, sijui kitu gani, na wewe heshimu taaluma yetu. Na sisi sasa hapa tunafanya kazi na wale ambao wanaheshimu huduma hii, wanaheshimu ushauri wetu, wanaheshimu sisi ni wataalamu, kwamba kwenye sekta hii tuna ujuzi, tuna uwezo, tunaweza kuwashauri na kweli wakaweza kupata peace of mind. Kwa sababu tunachouza ni thamani. Thamani ya amani ya nyumbani kwako. Upate dada ambaye anakupa amani, upate dada ambaye ana uwezo na majukumu. Okay? Lakini kulingana na quality ya dada unayemchukua. Kwa sababu of course bado tunajua pamoja na kwamba kuna sasa yani ndio hivyo, itabidi tu mkasirike. Ukweli ndio huu kwamba kuna watu ambao wanachukua wadada kwa sababu ya bei. Yeye anakimbilia tu traditional. Yeye anataka kusikia thamani, hataki kusikia value, hataki kusikia sijui huyu dada ana uwezo wa kukaa na mtoto, malezi, ana uwezo wa kulea, ana uwezo wa kupika, ana uwezo wa usafi, huyu ni housekeeper ambaye ni mtaalamu. Hataki kusikia. Yeye anachosema bei shilingi ngapi. Kuna watu wa hivyo kwenye maisha, kwenye dunia hii. No problem, sawa, lakini unapoenda na bei na unakimbilia kile cha bei rahisi, ujue kina gharama zake. Gharama zake ndio hivyo, ubora wake uko chini. Gharama zake ndio hiyo, utapata stress. Gharama zake ndio hiyo, utapata amani ya moyo. Lazima ukubaliane na hivyo vitu. Unalipa hela ndogo, lakini utakuwa na stress yako iko juu. Vurugu, mechi ziko juu, yani hivyo, hasira muda wote. Na usidhani kwamba ukigombana na dada eti ndio atakuwa bora. Hakuna. Yani utagombana, lakini dereva nimesema wa gari hawezi kupandisha ndege juu. Gombana naye, yani garagara, fanya unavyoweza. Hawezi kunyanyua ndege iende juu. Hata yenyanyua ni rubani, kwa sababu ni taaluma yake. Kwa hata kwenye kazi za ndani, ndio maana sio dada yote unamchukua unampeleka hotelini nyota 5 akaenda kufanya kazi kwenye mahoteli. Lazima awe ni mtu ambaye amesomea, anajua housekeeper, jikoni anajua mambo ya mapishi. Kwenye malezi pia, sio kila dada unambeba tu unampeleka shule akaenda kulea watoto, hizi shule za watoto sijui wadogo hawa. No, watu wanatafuta watu ambao wamesoma malezi. Kwa hiyo
Kutokana na hali ya maisha ilivyo sasa hivi, mahitaji yamekuwa ni makubwa. Watu wako bize, wanataka wadada ambao wana uwezo, house manager. Sasa hivi watu hawataki wadada kama zamani ambao wamama walikuwa wanakaa nyumbani. Sasa hivi watu wanataka dada ambaye ana uwezo wa kumanage nyumba na kila kitu kilichoko humo ndani. Kama ni watoto, aangalie vizuri, apike chakula kizuri, usafi mzuri na kila kitu. Sasa hawa wadada hawawezi kuendelea kuwa wale loko. Sisi hiyo ndio solution kubwa sana Tanzania ambayo tumewasaidia, tumewaletea. Yaani kama kuna solution ambayo tumeleta kwenye hii sekta ni hiyo ya kuwawekea grade kwamba kuna dada ambaye level yake ni hii na hii na hii. Kwa hiyo ndugu zanguni, naomba niseme Wadada Center sasa hivi tunadili na wateja ambao wanatafuta thamani, sio wale wanaotafuta bei rahisi, sio wale wanaoangalia tu dada mimi nataka yule traditional. No, huko tumeondoka, tulihama, na namshukuru Mwenyezi Mungu kwa maono ya mume wangu ambaye kwa kweli baada ya kuja na kustadi mradi wetu, alivyoona ile chaos ya wateja walikuwa ni wengi sana, hao wanaolipa hizo laki za kupata dada laki, wengi mno, tulizidiwa. Akasema ili tuweze kuleta thamani lazima tuende kwenye ubora. Kwa hiyo tunaendaje kwenye ubora? Tutengeneze hizi level category, kuna professional, smart, traditional. Kwa hiyo na gharama zake zitakuwa tofauti. Tutawavuta wadada wazuri na mabosi ambao wanataka quality. Kwa hiyo sasa hivi tunadili na mabosi wanaotaka quality. Ndugu yangu, wewe kama bado unataka kudili na bei, unaangalia tu bei, tunakwambia sasa huyo dada uwezo hana, wewe unang'ang'ania huyu ni mvivu tu, uwezo huyu ni dada mvivu. Wewe mwenyewe hizo kazi zimekushinda. Unawezaje kumuita dada mvivu wakati wewe mwenyewe kazi hizo za kwako umeshindwa? Mtoto wako mwenyewe umemshindwa, afu unamuita dada mvivu? Hapana, sio kweli. Kwa hiyo jamani, nachotaka kusema tu hapa kwenye hii video ni kwamba mabosi, karibuni sana, lakini tunataka tudili na wale ambao watasikiliza ushauri wetu, kwa sababu sisi ni wataalamu kwenye hii kazi, sekta ya kazi za ndani. Tumefanya hii kazi kwa miaka mingi sana, kwa hiyo tuna ujuzi, tuna uwezo, tuna uzoefu wa kuwapa value. Value ni nini? Amani ya nyumbani kwako pamoja na uwezo mkubwa wa majukumu ya haya kazi za ndani. Sasa tunapokuambia majukumu yako yanahitaji professional au smart, wewe kama una hela sio shida zetu. Sisi tumekuambia kutokana na majukumu unayo, yani uhitaji wako. Sasa kwamba swala la pesa hilo ni jambo lingine. Sisi tunauza value. Okay? Na ndio maana kama mnanifuatilia vizuri, dada yeyote anayeleta uzembe si hatucheki naye. Okay? Nafikiri hilo liko limeshaeleweka. Mpaka sasa hivi wadada washakaa mguu sawa. Yaani wanajua kabisa kwa Joyce pale hamna nini? Hamna longolongo. Why? Kwa sababu tunauza value, tunauza thamani. Nataka dada ambaye akija atatatua matatizo ili aweze kulipwa zaidi. Maanake hapa hapa tunachohubiri ni thamani inayoendana na pesa. Wadada wanakimbilia pesa, lakini mimi nawarudisha kwamba upati hela hivi hivi. Hela lazima uifanyie nini? Kazi. Sasa sio kwenye traditional, ndugu zanguni. Traditional lazima uende naye taratibu. Hicho ndio nachoomba sana. Lakini kama utachukua traditional, alafu uje uanze kunikausha uzazi, uanze kuja kuongea utaki ushauri, wakati sisi tunauza pamoja, thamani tunayokuuzia ni ndani ya mwaka mzima tutakuwa tunashauriana, tunaelekezana pale penye changamoto. Wewe hutaki kutusikiliza. Sasa unataka tukusaidiaje? Hatutaweza kukusaidia na utakuwa umepoteza pesa. Utakuwa umevunja mkataba wetu na utakuwa umepoteza hela. Sasa nitoe tu hilo angalizo, huna sababu ya kupoteza hela yako, huna sababu ya kuja huku kama unaona kuna huku gharama zetu ni kubwa. Wewe ni wale wa kuangalia bei rahisi, no problem. Huko mtaani bado kuna wadada wanapatikana, nenda huko. Ukija Wadada Center, njoo na thamani. Twende kwenye thamani, malezi mazuri ya watoto wako, amani nyumbani kwako. Hivyo ndio vitu vikubwa, heshima na taadhima nyumbani kwako. Hivyo ndio vitu tunavyouza. Tutakuletea mtu ambaye ataweza kuviangalia hivyo vitu, hawezi tutamuondoa. Lakini ukichukua lile daraja la chini, lile inabidi uende nalo mdogo mdogo. Kama unataka hii thamani tunayoisema smart professional, hapo utapata thamani. Lakini kwenye traditional, tusianze kuambiana hawa dada ni wavivu, hakuna. Umechukua watu ambao thamani zao, uwezo wao uko chini, kwa hiyo watakupa thamani kidogo. Usianze kuchanganyikiwa, usianze kupiga mayowe, makelele na kutulaumu, hapana. Kwa hiyo guys, ni hayo tu, sawa? Ni hayo, karibuni sana. Haya wadada, mmeona mimi nalipwa zaidi. Kwa nini? Kwa sababu nauza thamani. Wateja wangu siku hizi kelele zimepungua mno. Kwa nini? Kwanza nimewapunguza kwa bei. Ninao wateja wachache lakini wenye uelewa. Watu wenye hela hawana kelele mingi. Okay? Wenye hela hawana kelele nyingi. Watu ambao wanalipa kidogo, hao ndio vurugu mechi, kelele ni nyingi mno. Makelele hawataki hata kusikiliza.